Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha, na somo ambalo Mungu ametupa lina kichwa kinachosema kaa katika nafasi ya kufanikiwa. Mungu akubariki sana. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema kaa katika nafasi ya kufanikiwa. Sasa kuna mambo machache cha kwenda kuyaangalia ambayo yatakusaidia ukae katika nafasi ya kufanikiwa. Jambo la kwanza, badili mtazamo wako. Usikubali katika maisha yako uwe mtu wa kawaida. Usifikirie au kuwaza kama mtu wa kawaida. Lazima kwenye akili yako ujue wewe sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo lazima uwaze tofauti au fikiri tofauti. Muda wako unatumia kwa namna gani? Unaangalia nini katika mitandao? Unasoma nini? Unakaa na nani? Unaongea na nani? Umezungukwa na watu wa namna gani? Hivi ni vitu muhimu sana kwenye maisha yako ambavyo vitakusaidia ukae katika nafasi ya kufanikiwa. Kujiweka katika nafasi ni kuangalia nini unafanya ambacho kitakusogeza katika kufanikiwa. Fanya unachotakiwa kufanya kwa muda ulionao. Muda ni mfupi sana. Kwa hiyo tumia muda vizuri kufanya vitu vinavyokusogeza katika mafanikio yako. Jiepushe na kupoteza muda. Acha kulalamika. Acha kujilaumu kwa sababu yoyote. Tatizo lolote unaliona kwenye maisha yako, litatue. Usiangalie limesababishwa na nani, litatue. Kumbuka wewe ndio unawajibika na maisha yako. Usijihurumie na wala usitarajie kupata huruma kwa watu. Pambania maisha yako. Ukisha kuwa na mtazamo namna hii, uwe na uhakika umekaa karibu na mafanikio yako. Jambo la pili litakusaidia sana kukaa karibu na mafanikio. Kila unayemuona ni mpango wa Mungu. Kila unayemuona ni mpango wa Mungu. Hii itakusaidia sana ukae karibu na kufanikiwa kwako. Kila unayemuona ambaye yuko karibu na wewe, awe ni binti yako, awe ni binti wa kazi, awe ni kijana, awe ni mzee, yoyote kwa umri wake, ni mpango wa Mungu. Unafanya naye kazi, uko kwenye biashara, wote unaokutana nao ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo ukishaanza kuwaza kama ni mpango wa Mungu, manake utatenda tofauti. Utazungumza nao kwa namna tofauti ambayo itafungua milango kwa kufanikiwa kwako kwenye maisha. Kwa hiyo siku zote waza kuwa wakati wowote Mungu anaweza kumuinua huyo unayemuona. Hii itakusaidia usimdharau mtu yoyote au kumwekea mstari kuwa huyu hawezi kuvuka hapa. Haitakuwepo. Kwa hiyo utakuwa unawaza vile Mungu anavyotaka wewe uwaze, na hii itafungua milango ya kufanikiwa kwako kwenye maisha. Ukimwona mtu hana familia, waza kuwa anaweza kuwa na familia nzuri siku moja. Unamwona mtu uchumi wake sio mzuri, yuko kwenye kilio,
waza, siku moja Mungu atamtoa kwenye kilio. Siku moja Mungu atamtoa katika huo uchumi mbaya. Ukishaanza kuwaza namna hii, maanake ndani yako ni rahisi sana kumwombea au kumtakia mema kwenye maisha yake. Mungu anapokuweka panapo nafasi nzuri ya kiuchumi au katika nafasi ya uongozi wowote, na wewe ukaanza kujiona kwamba ni bora na kwamba wengine hawawezi kufika mahali ulipofika, au ukajiona kwamba wewe una akili nyingi, umefanya bidii kubwa, basi ufahamu hicho ni kiburi. Na Biblia inaniambia Mungu huwapinga wenye kiburi na huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo utaanza kujiweka kando na mafanikio. Usifanye vitu vya namna hiyo. Katika maisha yako unaweza kukutana na watu ambao wamekukwaza au wamekuumiza. Wewe siku zote waangalie kama ni mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Usiwaze tofauti. Hii itakufanya uwe karibu na mafanikio. Kila kitu kwenye maisha ya mtu kina sababu. Hata watu wanaokukwaza, wanaokusema vibaya, wana sababu nzuri tu. Kwa hiyo wewe isikusumbue. Waza ni mpango wa Mungu. Sasa unapowaza namna hii, maanake unakaribia, unakuwa umeketi mahali pa mafanikio yako. Kwa sababu Mungu huwa anatutengeneza katika mioyo yetu ili tuweze kusamehe, lakini ule upendo wa Mungu upate kuketi katika maisha yetu. Kwa hiyo siku zote kila unayemwona mhesabu kama ni mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Jambo la 3. Jenga uzio kwa amani ambayo Mungu amekupa. Weka uzio wa amani ambayo Mungu amekupa kwenye maisha yako. Amani ni kitu cha thamani sana. Na uzio ambao unaujengea amani yako ni uzio wa maombi. Maombi ni ulinzi. Lakini pia chukua hatua zitakazokufanya uwe na amani. Amani inalindwa. Chunga sana unasikiliza nini, unaongea nini. Kile unachokisikiliza kinaweza kikaondoa amani yako. Kile unachoongea kinaweza kuondoa amani yako. Sio lazima kila taarifa uisikilize. Sio kila maongezi uyafanye. Jifunze kuchagua kipi cha kusikiliza na kipi cha kuongea. Takiwa uwe mwangalifu sana. Uwe na uelekeo katika maisha. Unataka kulinda amani yako, hakikisha una uelekeo. Achana na vitu ambavyo havina uhusiano na uelekeo wa maisha yako. Kwa nini? Vitakutoa amani uliyokuwa nayo. Na ukikosa amani huwezi kufanikiwa tena. Kwa taarifa zozote ambazo hazina uhusiano na kule unakoelekea, achana nazo. Achana nazo. Zitakuzuia usipate kile unachotakiwa kupata. Kwa hiyo amani ilinde kwa gharama zote ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kile kitabu cha Ayubu 22:21 Biblia inasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Unapopoteza amani, unafanya mema au mafanikio yako yawe mbali sana na maisha yako. Kwa hiyo siri ambayo Mungu anatupa, tumjue sana Mungu, tupate amani. Ukipata amani,
umekaa kwenye mafanikio yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Ufanikiwe sana kwenye maisha yako. Amen.